Male, mambo vipi? Mambo fresh, Misha. Misha zinakwenda vizuri kabisa, mambo ya kimichezo yanazidi kulindima moto. Tuko vizuri na michezo ndio maisha sasa hivi. Ukiachilia mambo mengine, tunakutana kwenye mambo ya michezo. Sawa, bwana, Young Africans tunaona na wao leo wameweza kuandika barua ama kutoa taarifa kwa umma wakijulisha watu kuhusiana na majibu na kudhibitisha kwamba wamepokea barua kutoka CAS. Lakini maelekezo ya CAS waliopewa wameonekana kuyakaidi, hawako tayari kwa maana hawaiamini TFF wala bodi ya ligi. Hivi na mimi nimesoma maelezo ya press ambayo wameachia Yanga. Kwanza wamekiri kwamba wamepokea barua kutoka CAS, lakini kwenye maelezo yao wamesema hawako tayari kurejea kwenye meza ya mazungumzo na bodi ya ligi pamoja na TFF. Mimi kwa mtazamo wangu nafikiri ni vema Yanga wakarejea kwenye meza ya mazungumzo kwa maana ya bodi ya ligi, lakini pia TFF. Kwa nini nasema hivyo? Kwa sababu hata ligi ambayo tunazungumza ni ligi ambayo inakuwa chini ya bodi ya ligi, inakuwa chini ya TFF. Uwezi kusema sintaenda mezani wakati pia kuna mechi zingine zimebaki, na hizo mechi utazicheza, sio? Hutazigomea hizo mechi. Nafikiri ingekuwa busara kwamba kwa sababu umeenda juu kwa maana ya CAS umerudishwa kule juu, maana yake kuna procedure inawezekana umeruka, kuna hatua umeziruka. Kwa hiyo ni vema mrudi mezani, mzungumze. Hata watu wanaogombana, kwa mfano nchi zilizoko kwenye machafuko wanapambana, lakini wanazungumza kwenye meza ya mazungumzo na jambo linaenda vizuri. Lazima tuamini kwamba mamlaka za mpira ni TFF, ni bodi ya ligi kwa maana ya kwenye hizi level zetu, ukiachilia wizara ya michezo hapa juu, lakini hizi kwa maana TFF na bodi ya ligi wenyewe ndio kwa asilimia kubwa wanahusika. Kwa hiyo hakuna namna Yanga wanaweza wakairuka bodi ya ligi, Yanga wanaweza wakairuka TFF. Kwa sababu gani? Wao ndio kanuni zinazotumika ni za kwao, lakini hata ligi haijaisha. Achilia mbali hizo ubingwa ambazo Yanga wamepata kwa misimu mitatu, waliotoa ubingwa hao ni hao TFF pamoja na bodi ya ligi. Kwa hiyo inafika mahali kutilafiana kupo, lakini lazima warudi katika hoja ya msingi. Kwa mfano wamesema sisi hatuna imani na bodi ya ligi. Sawa sawa. Haya, wamewaambia warudi kwenye bodi ya ligi pamoja na TFF, then warudi CAS. Sasa kama hakutafanyika kikao, maanake hata CAS hawataenda kwa sababu hawatapata rufaa yoyote kutoka bodi ya ligi au TFF. Unaona mchezo ulivyo. Kwa hiyo hapo ilipo hakuna namna. Yaani lazima bodi ya ligi na TFF waingie hapo, watoe barua, watoe maamuzi. Kwa mfano umesema labda mechi inachezwa, hapo ndio wanaweza karudi kwamba jamani, tumeambiwa mechi inacheza, lakini kwa sisi mazingira yaliyopo kutokana na maamuzi haya sisi hatutapata haki. Naomba haki yetu sasa muiangalie. Sawa sawa. Mali, ngoja tusalie kwanza hapo. Manake ukitaja bodi ya ligi, manake pamoja unazitaja na vilabu vyote vinavyoshiriki kwenye ligi. Manake vilabu na vyenyewe vinaingia pale kama wajumbe. Hasa tayari Young Africans ni miongoni tayari mwa wajumbe ama miongoni mwa hiyo bodi anayelalamika. Sasa hii kidogo kiafya inakuwa kabisa. Iko hivi. Bodi inatengeneza, vilabu wanatengeneza chombo chao ambacho ndio bodi ya ligi. Wanapitisha kanuni. Sawa sawa. Kanuni zikishapita, sasa wote wataiheshimu ile kanuni. Simba akifanya kosa, kanuni hiyo itamhukumu. Yanga akifanya kosa, kanuni hiyo itamhukumu. Lipuli ya Iringa ikifanya kosa, kanuni hiyo itamhukumu. Tabora United akifanya kosa, kanuni hiyo. Sawa. Kanuni hiyo imetengenezwa. Kwa hiyo ukishatengeneza kanuni sasa, hakuna mgongano wote. So umeshiriki, umetengeneza. Sasa imeshakuwa msumeno.
lazima ukigusa utakukata ukienda kinyume. Kwa hiyo hakuna labda unasema kuna double standard na vitu kama hivyo. Na nikuambie, kati ya watu ambao wanapata favor ni Simba na Yanga kwenye hizo kanuni. Kwa nini unasema hivyo? Wewe umeshawahi kuona mechi ya Simba inachezwa saa 8? Yaani huu msimu kati ya timu ambazo zinapata favor ni Simba na Yanga. Na mfano mzuri nakupa, ushawahi kuona mechi ya Yanga inachezwa saa 8 au Simba? Kwa sababu Simba ni sawa na Tabora United, sawa ina mashabiki wengi na nini, lakini tukija kwenye ile status kwamba ni timu ya ligi kuu Tanzania bara, si ndio Kwa hiyo kwenye ratiba angalau hata mara moja kati ya mechi zote 30 angalau hata mechi moja mchana. Of course nimesikia watu wanasema watu wale wa haki matangazo kwamba wanatamani hii mechi kwa sababu ni kubwa. Saa 10 inalipa zaidi. Sawa Lakini ndio mechi zote 30 basi iwe saa 10. Unaona, yani wewe angalia mechi ya mchana JKT na Tabora United na Pamba. Sijui Mashujaa. Nataka kusema kwamba hizo kanuni kwa asilimia kubwa zina favor hawa kubwa. Na wao wakiwa na jambo lao wanashawishi hawa, jambo linapita. Ushawishi wewe fuatilia. Mjumbe wale wajumbe wale wa kuteuliwa kuna nafasi wao inatoka nafasi 2 sijui. Ili upate kura au nguvu lazima uelewane na hawa watu wawili. Upande wa Simba, upande wa Yanga. Yaani kuna mazingira fulani lazima ukubalike. Hata mwenyekiti wa bodi ya ligi wewe fuatilia inavyoenda. Sawa mzee Mguto unatoka Tanga, lakini kuna namna. Of course kwa sababu ni cheo cha kugombea. Sawa tunaweza kusema kwamba kuna mazingira kama yani kuna ushawishi. Lakini lazima hao watu wakuamini. Simuelewa Kwa hiyo kwenye kanuni hizi ambapo unaisema kwamba inawezekana kuna double standard na vitu kama hivi, hakuna. Wewe umekosea, inakula kwako. Sawa lakini huyo mwenyekiti wa bodi si walimweka. Kwa hiyo walimweka akiwageukia ni wa kwao. Sawa. Kwa hiyo picha halisi iko namna hiyo. Hakuna double standard mimi naona.